Mimi ninaitwa Captain Gilbert Mokiwa, baharia ambaye amestaafu. Nimekaa baharini kwa miaka 13. Miaka miwili ya mwisho ya kukaa baharini nilikuwa captain. Baharia ni mtu ambaye anafanya kazi melini, baharini. Sio melini kwenye ziwa au melini mtoni au wapi, hapana. Anayefanya kazi melini, meli inayosafiri baharini. Kwa hiyo hapa tunamzungumzia mtu ambaye wengi ni wako kwenye meli ambazo ni meli kubwa za biashara zinazoenda nje, zinapishana melini humo majini, baharini. Na tunamzungumzia vile vile mtu ambaye anaweza kuwa mvuvi ambaye anavua baharini, sio anavua kwenye maziwa au kwenye mabwawa au kwenye mito au anavua kwenye vidimbwi hizo wanapofuga. Hapana, tunazungumzia mtu ambaye anafanya kazi kwenye meli ambayo inaenda baharini. Na meli ziko za aina nyingi. Kuna meli ambazo ni za abiria, kuna meli ambazo ni za vivuko lakini vikubwa vinavyoenda nje. Na kuna meli nyingine ambazo ni za mizigo, ambayo kuna meli za vichele tunaita bulk. Kwa hiyo kuna vichele ambavyo ni meli za vichele ambavyo ni dry, vikavu, kama mchele, graphite, nini, iron ore. Alafu kuna kichele pia ambavyo ni maji. Kuna mafuta ya kula, kuna mafuta ambayo ni ya petroli, diesel, crude oil, yale machafu ambayo hayajasafishwa bado, ambayo kwa hapa Tanzania tunapeleka Zambia mafuta yale. Na kila meli ambayo inakuja huwa ni tani zaidi ya 1,100,000 ya mafuta ambayo yanapita kwenye bomba, yanasukumwa mpaka Zambia, kule yanasafishwa na wanatumia. Baharia alianza kwa mateso sana wakati walipoanza, kwa sababu hawakuwa na sauti kabisa. Kwa hiyo ilitegemea mwenye meli. Lakini ndugu zetu walioanza mwanzoni waliteseka kwa ajili mnaweza mkajaza mzigo bila kuangalia usalama mzuri kwa chombo, wale wanaofanya kazi na mzigo. Lakini jinsi maendeleo yalivyoingia, jinsi ambavyo miaka ilipita, basi kukaonekana umuhimu wa kuangalia hawa watu pamoja na mizigo na meli. Kwa hiyo kukawa na agreements, yani agreements kama makubaliano, mikataba na nini. Ulimwengu, Umoja wa Mataifa uliona umuhimu wa watu hawa kuweza kulindwa. Kukawekwa IMO ambayo ni International Maritime Organization, iliyopewa madaraka ya kudhibiti mambo yote ya baharini. Na katika anayesaidia katika hayo ni baharia. Maana baharia ndiye ambaye anasaidia hata katika hali ya hewa kuweza kujua, kwa sababu baharini meli zinaripoti hali ya hewa iliyopo mahali fulani. Kila unapopita sehemu hiyo, kama ni ya kuripoti hali ya hewa, unaripoti, inatumwa kwenye watu wa mambo ya hali ya hewa, na wao wanakaa na utaalamu wao, kisha wanatueleza kuna kimbunga kitatoka huko, kama ni Filipino au ni Indonesia au ni wapi, na kitapitia wapi. Kwa hiyo baharia anachangia katika hilo. Baharia pia ndiye ambaye anatuletea mahitaji yetu ambayo yanatoka nje. Ninaona vijana wengi karibuni huko, ukiangalia kule wana viatu, wengine vimetoka sijui Dubai, vimetoka wapi, nguo zao na nini. Vyakula, wakati tunapokuwa na shida kubwa ya chakula, kinaletwa kutoka nje. Anayetuletea ni baharia kupitia hivi vyombo ambavyo nimevitamka, vyombo vya magari. Anayeleta ni baharia. Na jana niliona meli moja ya magari iliingia hapa kwetu Dar es Salaam, ikileta magari kwa ajili ya
matumizi ya Dar es Salaam, yani ya Tanzania, mengine yanaenda Zambia, mengine Malawi, mengine Burundi, Kongo pia yapo yanapoenda. Kwa hiyo yote hii kazi anaifanya baharia. Bahati mbaya hakueleweka vizuri mwanzoni, lakini ilikuwa ni kipindi kigumu hicho ambacho mwanzoni walifanya kazi. Unaweza kaingia kwenye meli, alafu yule ambaye ndio kapteni wenu au nani, utakuta meli kumbe ni yake, anaondoka anaiuza kwa mtu, nyie mliobaki huko ndani mnaambiwa bana, jamaa huyo atakuja kuwalipa hela yenu. Anakuja kumbe wameuziana, meli imeenda kwenye mikono ya mtu mwingine, mnalala hoi, hakuna kitu. Sasa wamevumilia mambo haya mpaka ikaja kipindi ambacho IMO sasa walipokuja, meli zinajengwa hazijazi tena kupita kiasi. Kumekuja nini tunazita conventions, mapatano ambayo makubaliano ya nchi zote ambazo zenye meli na walioko pwani, kwamba walikubaliana kukawa kuna load line convention ambayo ni inadili na meli ipakie mpaka kiasi gani na nini, na meli ukiziona zikiingia kuna mstari ambao ni mwekundu au sijui mwingine inaweza ikawa sio mwekundu, lakini ambao unaonyesha kwamba meli haiwezi kupakia zaidi ya kiwango hicho. Na kukawa sio tu kuweka kwamba ni viwango, lakini kuna viwango ambavyo ni vya sehemu ambayo maji ni ya kawaida, na kuna viwango ambavyo sehemu nyingine ni rafu, maji ni rafu muda karibu wote. Kwa hiyo huwezi kupakia, kuna kiwango ambacho kina limit kwamba kwa sehemu hii huwezi kupakia zaidi ya kiwango hicho. Kwa hiyo kukawepo na classification societies ambazo hivi ni sema ni vyama vya kitaaluma ambao wao ndio wanaosimamia ujenzi wa meli, tangu design, uchoraji ule, vyombo vinavyotumika, vyuma vile vinavyotumika kwamba vimepitishwa, yani viko kwenye standard na nini. Wale wote wanaofanya kazi na meli inajengwa chini ya ulinzi wa classification society. Kwa hiyo watu pia ambao wanafanya kazi sasa, hakuna hata baharia mmoja ambaye hana cheti. Ukimwona baharini mtoe, hafai, hatufai kabisa kuwa baharini. Kwa hiyo kila mmoja aliyoko kule ana cheti, na kuna sehemu departments tatu kubwa. Iko ya deki ambao ndio wanaosimamia upakiaji wa mizigo na kuiongoza meli kutoka A mpaka B. Alafu wako mainjinia ambao wao ndio sukuma engine room kule, ndio run the engine room na kukupa speed ambayo unahitaji, economical speed of course, speed yani ambayo sio kubwa sana ikala mafuta sana au ikachelewesha nini. Wako kule, na wako ndugu zetu ambao wako upande wa catering, wao ndio ambao wanashughulika na chakula, wanashughulika na mambo ya vyumbani, kusaidia wengine mabosi wako ambao wanatengenezewa vitanda. Kwa hiyo wale wanashughulika na mambo hayo yote. Basi mambo yameenda mpaka hivi sasa baharia hawa wa siku hizi, maana wale wa mwanzo wengine ni kama nilivyosema, haki zao hazikuwa nzuri sana, lakini tumekwenda mpaka ikafikia muda ambao kulikuja Manila Convention, ambayo hiyo Manila ni ya juzi ya tangu 2010 nafikiri ilikuwa 2006 au something. Anyway, hiyo ilikuja kwa ajili ya kuwapa haki baharia na kuwasaidia, maana wengine walikuwa kama wewe mtizedi Mtanzania unafika mahali ambapo hawataki wa Tanzania, basi hutashuka melini. Meli inaweza kafika kule, lakini wewe ukakaa ndani tu, huwezi kutoka nje. Sasa ule ulikuwa ni uonezi ambapo kisheria hata hivi sasa, hata wewe ukiwa ni adui yangu, lakini ukiwa na meli kwa mfano Tanzania, kuna kipindi sisi tulikuwa haturuhusiwi kwenda South Africa miaka mingi ya nyuma huko, lakini tulishapatwa na ajali katika kampuni moja, kwamba sio ajali sasa, ila mgonjwa, tulipatwa na mgonjwa ambaye alikuwa na appendix na ilikuwa ingepasuka muda wowote. Sasa enzi hiyo Maputo kukiitwa Lorenco Max, tukapita pale, akaja akachukuliwa na helikopta ya jeshi la Navy ya South Africa, ikambeba yule
kutoka melini ikampeleka mpaka hiyo Lourenco Max Maputo. Hivi sasa kafanyiwa operation tukamkuta Mombasa. Hapo ndio ambapo sasa baharia wa hivi sasa kafikia. Ule muda wa kuonelewa sana na nini ukao umepita. Sasa sio kuonewa kule hakukuwa tu kwa ajili ya mabaharia tu, lakini hata nchi ambazo hazikuwa na watu wenye elimu kama hii nao walikuwa wanaonewa vile vile, maana hawawezi kujua hata mipaka nchi yao ni ipi. Maji hayana mpaka kwamba amechorwa mstari ni huu hapa ndio mpaka. Kwa hiyo lazima watu hawa mabaharia ambao walianza katika hali ya chini wafundishwe waweze kujua kwamba akisema mpaka ni huu ndio wenyewe, hauna kuulizwa A wala B. Na hiyo ilienda mpaka ikaletea kikao ambacho cha Umoja wa Mataifa kilichoketi kwa ajili ya kupitisha makubaliano ambayo yaliitwa United Nations Convention on Law of the Sea. Yaani hii ilikuwa inadili na sheria za baharini. Na nina jeuri ya kuweza kusema nina mtamka, tulikuwa na waziri mkuu wetu hapa, sasa sio waziri mkuu hapa Tanzania, anaitwa Joseph Sinde Warioba. Huyu mheshimiwa ndiye ambaye alikuwa mwenyekiti wa hiki kikao cha Umoja wa Mataifa. Na mimi aliyeniambia alikuwa ni mwalimu wangu, profesa mmoja Mkanada anaitwa Profesa Edgar Gold. Walikuwa pamoja kwenye hicho kikao, ni kapteni na ni dokta. Kwa hiyo yeye ni Captain Dr. Edgar Gold. Na mimi nilifurahi sana nilipoambiwa. Sasa baharia hawa tulio ndio wanaotuletea hivi vitu. Na baharia hawa ndio ambao wanatusaidia sio tu kwenye kuleta tu hivi vitu, lakini ndio hawa ambao tunawakuza, halafu wanakuwa mapilot wa meli, ndio wanaoingiza hizi meli hapa kuzileta ndani. Na tulikuwa tuna mapilot ambao walikuwa ni Waingereza, walikuwepo Waingereza, wakaja na Waarabu kwa kipindi kifupi. Hivi sasa Dar es Salaam, Zanzibar, Tanga, Mtwara, yani ni vijana, ni watu wa hapa ni wa Tanzania wote. Sasa ikienda namna hii, na tunaye mwanasheria mmoja, jina sitamtaja kwa sababu sijamuomba ruhusa, lakini tunaye, na nia yetu au wote tungependa wawepo wengi hawa mabaharia ambao wataenda mpaka hata kwenye elimu hizi nyingine. Itatupunguzia matatizo ya meli kuweza kushikwa pengine ni mahali alafu kesi zikachelewa au nini, kwa sababu baharia anachotaka, na hata mwenye meli, hela inatengenezwa ukiwa baharini. Nchi kavu kunatumia tu, ni matumizi tu, ulipe agenti, ulipe poti, ulipe nani, lakini ukiwa melini ndio kule ambako mwenye meli kutengeneza pesa. Sasa kwa upande wa baharia mimi ninafikiri hapo nimetosheleza, ila nina mawili matatu ambayo yananila ningependa niyazungumze. Kwa wale ambao watakuwa na nguvu ya kutuongezea huko mbele, ningependa wakatuongezea. La kwanza ndio hilo ambalo nimesema kwamba ningependa hawa baharia wazidi kupewa nguvu ya kama kutawala hii sehemu yote ambayo ni ya majini. Wanasheria wawe ni watu ambao hawa baharini wawe ni watu ambao wameshapitia sehemu hii, kwa hiyo wanaelewa. Sehemu hii ya chuo tunacho chuo hapa Dar es Salaam kinaitwa Dar es Salaam Maritime Institute, na kinatoa maofisa ambao wako timamu kabisa. Wengi wa vijana, mimi nilifundisha enzi ya zamani sana ikiitwa Dar es Salaam Maritime Training Unit, na tulipeleka vijana enzi hiyo wakaenda kufanya kazi Arabuni, na mpaka leo, huo ulikuwa ni mwaka 84 nafikiri, so mpaka leo sijasikia ajali yoyote ambayo ni ajabu iliyomhusu mtu ambaye kafundishwa hapa kwetu. Kwa hiyo ningeomba na kwanza chuo kizidi kupewa hadhi yake. Chuo kizidi kupewa hadhi yake, na waweze kutafutiwa nafasi, vijana waweze kwenda watuwakilishe sehemu zote. IMO watuwakilishe kwenye vikao vilivyoko hapa, maana kuna sehemu ambazo tunakosa uwakilishi mzuri. Tulikuwa na ISCOS zamani ambayo ilikuwa inaangalia
maslahi ya nchi kwa upande wa usafirishaji. Sasa ESCOS haipo tena, sasa tuwe na vitu kama hivyo, alafu zaidi na zaidi tuwe na Tanzania Maritime Authority. Hawa ndio kule IMO wanawaita competent authority, ndio wanaosimamia mambo yote ya bahari katika nchi. Kampuni ambazo ziko hapa zenye meli wanakaguliwa, wanapitishiwa survey na Maritime Authority, kisha kampuni inapewa cheti, na kampuni nayo inaenda kwenye meli zake inazihudumia, nayo inaipa kitu inaitwa document of compliance, wanawapa cheti nacho cha aina fulani kule kwenye meli. Sasa tunahitaji watu kama hawa ambao wanaweza wakaenda wakasimama popote kwa uhakika kwamba kile anachokisema ndicho. Hayo ni mambo ambayo ningependa, na ninaiomba serikali yetu itusaidie. Kuna watu ambao wana pesa kiasi cha kutosha, watutafutie meli kubwa, tuwe na meli zetu wenyewe. Tukileta vitu vyetu kama ni vya hata silaha au nini, mnabeba na meli zenu. Tukileta vitu vyetu vingine ambavyo ni vya ambavyo vina usiri kidogo, tunavibeba na vitu vyetu. Watu tunao na nia wanayo, na vijana ukienda DMI hivi sasa utawakuta wako safi. Kwa mabaharia wenzangu, kila mwaka kunakuwa na siku ya mabaharia, na mwaka huu nafikiri ni tarehe 25, sina uhakika lakini nafikiri ni 25. Tarehe hii ninawaomba baharia wenzangu tuitumie vizuri, twende tukafanye mambo ambayo ya kuiweka picha yetu haswa kwamba sisi baharia tukoje. Ni watu ambao ni wazuri, tumepitia mabaya mengi ya mawimbi na kila kitu, lakini tumepita yote hayo na mpaka sasa tupo. Kwanza tumshukuru Mungu kwa kutupitisha, kwa sababu hakuna safari yote ya miezi mitatu ambayo utaipiga bila kukumbana na kimbunga. Lazima kitakupiga mahali tu. Kwa hiyo ningeomba baharia wenzangu, hii siku ambayo ni siku yetu iwe ni siku ya kuonyesha kwamba tulioyafanya yote na tunayoendelea kuyafanya ni yale ambayo tunapatana au nchi yetu imekubaliana katika vikao vya kimataifa. Na nyie wenzangu, ninawaomba ambao bado nina imani kuna vijana zaidi, basi muongeze nguvu. Haya ambayo nimeyaomba niyatekeleze kwa vitendo. Asante sana.